kubwa sana kwa ugeni na tuna imani hujawahi kututembelea hapa. Hii ni mara ya kwanza. Nitaanza kwa kutoa briefing kidogo juu ya kampuni ya Songoro Marine, alafu tutaelezea pia juu ya miradi ambayo tunaendelea kuitekeleza. Mheshimiwa, Songoro Marine ni kampuni ya muda mrefu sana, ni kampuni ya kizalendo na ni kampuni ambayo imekuwa ikijishughulisha na ujenzi wa vyombo vyote vinavyotembea kwenye maji, ikiwemo vivuko, ikiwemo vyombo vya usalama, ikiwemo boti za abiria ndogo, boti za uvuvi, meli. Tumekuwa tukifanya kazi nyingi katika nchi hii pamoja na mataifa ya nchi jirani. Kwa mfano, tuna kazi za nchi za Uganda, tunajenga vivuko vikubwa. Tuna kazi tulifanya Kenya, tuko Kongo. Na sasa hivi kwa upande wa Tanzania tunataka kutoa shukrani kubwa kwa serikali hii na kupongeza pia serikali hii na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuhakikisha vyombo vya majini vinajengwa kuweza kuwahudumia wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa karakana yetu ya Mwanza tunatekeleza vivuko vipya 5. Kama aliyenitangulia mkurugenzi wa TEMESA amejaribu kuvielezea kiufupi, utekelezaji wake unaenda vizuri. Kwa mfano, tuna vivuko tulivyo navyo ni Bwiro Bukondo, ni kivuko kipya ambacho kiko katika hizo 90% na tunatarajia kikamilike kabla ya tarehe 31 Septemba mwaka huu, hicho kivuko cha Bwiro Bukondo. Na nafikiri baada ya maelezo mafupi, kama mtaridhia, tutaenda kuvikagua. Tuna kivuko cha pili ambacho pia ni kipya, kinaitwa Rugezi Kisolya, na chenyewe tunatarajia kikamilike kabla ya tarehe 29 Septemba mwaka huu. Kiko zaidi ya 90% pia. Tuna kivuko pia kipya kia Nyakalilo Kome ambako kiko zaidi ya 80% na chenyewe kinatarajia kukamilika kabla ya tarehe 29 Septemba mwaka huu. Tuna kivuko pia kipya cha Ijinga Kahangara ambacho pia kiko zaidi ya 80% na kinatarajiwa kukamilika mwaka huu tarehe 31 Septemba. Tuna kivuko cha 5 kipya pia cha Buyabu Mbalika ambacho na chenyewe kiko zaidi ya 70% na kinatarajiwa kukamilika Julai mwaka huu. Kwa maelezo mafupi, hivyo ni vivuko ambavyo tunafanya vya ukarabati vya TEMESA hapa katika karakana yetu ya Mwanza. Ni wapongeze sana. Wapongeza Songoro Marine. Ni fahari kwa nchi kuwa na kampuni ya kizalendo ambayo inafanya kazi za kujenga nchi, pamoja na kwamba ni kampuni ya biashara, lakini katika uchumi unapokuwa na kampuni ya ndani inafanya kazi za ndani, manake mnaimarisha uchumi. Ingekuwa ni kampuni ya nje, wangetengeneza meli, vivuko, maboti na pesa zinakwenda nje ya nchi. Kwa hiyo kiuchumi huko ni kurudisha nyuma juhudi za kuendeleza nchi, kwa sababu kampuni za nje ajira zitakuwa nje, lakini pili manufaa mengi ya kiuchumi ambayo yanakuwa ndani ya kazi ya ujenzi wa hizo meli, boti na vivuko yanakwenda kunufaisha watu walioko nje ya nchi. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Songoro Marine kwa kazi kubwa mnayoifanya. Endeleeni kufanya hivyo. Nafahamu ulikuwa na mzee wako ametangulia mbele za haki, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema. Tunamshukuru sana na tunampongeza. Maisha yake duniani yamekuwa neema kwa Watanzania, kwa sababu leo kama ni nchi ambayo tunazalisha vyombo hivi kwa ajili ya nchi yetu na kwa ajili ya nchi za wenzetu, na yuko mtu alibeba haya maono. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tunamuombea. Tunafurahi kwamba na nyie mpo kwa ajili ya kuendeleza gurudumu hili. Kutakuwa na changamoto, serikali milango yake iko wazi wakati wote. Kama mna jambo lolote lifikisheni serikalini, lakini serikali hii ina dhamira ya dhati ya kuwawezesha wawekezaji wa ndani. Tutakuwa tayari kushirikiana na nyinyi kwa chochote mtakachoona kinafaa
ili tuhakikishe uwekezaji wenu unalindwa, kwa sababu tunaamini ukimlinda mwekezaji wa ndani umelinda uchumi wa nchi na umelinda wa Tanzania. Kwa hiyo mimi naomba kuwapongezeni sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Endeleeni kufanya hivyo. Sawa, mnafanya biashara, lakini mjue kwamba mnajenga nchi na hii ni nchi yenu. Kwa hiyo mtapata mapato ya kibiashara, lakini mjue mnawasaidia ndugu zenu, dada zenu, shangazi zenu, wajomba zenu, majirani zenu na kila kitu. Na sisi serikali hatutawa disappoint, wakati wote tutakuwa pamoja na nyinyi, na nafurahi kwamba serikali katika mkoa wa Mwanza inafanya kazi vizuri na nyie, na nimefurahi kwamba tayari mna karakana kule Bagamoyo, mkoa wa Pwani, kwa ajili ya kutengeneza vyombo vinavyohudumia baharini, na nyie ni jambo zuri. Endeleeni kufanya hivyo. Sina hakika kama Lake Tanganyika mmefika. Tumefika. Kama mmefika na kwenyewe basi mkiweza kwenda, manake Lake Nyasa huko na uhakika mmetengeneza kule, MV Iringa, MV Ruvuma, ndio MV Mbeya 2. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri, mimi niwapongeze sana. Asante sana. Sasa tumekuja na waandishi wa habari, tulitaka waone kazi ambayo serikali inafanya kutoa utatuzi wa mahitaji ya usafiri majini. Na msemaji mkuu wa serikali kama mtu ambaye anazungumza juu ya kazi zinazofanywa na serikali, safari hii niliamua kwamba waandishi wa habari badala ya kuwa watu wa kupewa taarifa kwenye vyumba vya mikutano, wao wanapata muda wa kutembelea na kuona hali halisi kwenye maeneo husika. Kwa hivyo leo watakuja kuona hapa kazi inayoendelea ya vivuko 5 vya serikali vinavyojengwa kwa ajili ya wakazi wa kanda ya Ziwa kwenye maeneo mbalimbali, ikiwa ni juhudi za serikali za kutatua changamoto za usafiri na usafirishaji katika Ziwa Victoria. Kazi kubwa kama hii inafanyika pia Ziwa Tanganyika, kazi kubwa kama hii inafanyika pia Ziwa Nyasa. Tunafanya hivi baharini kule. Sasa hivi tuko kwenye mradi mkubwa wa ujenzi wa meli kubwa kwa ajili ya kusafirisha mizigo. Unajua tuna maeneo ya visiwa ndani ya bahari yanahitaji kupata usafiri na nchi jirani pia kupitia bahari. Kwa hiyo serikali imeanza safari ya kujenga meli kwa ajili ya kutoa huduma baharini. Tunafanya kazi kubwa kwenye maziwa yetu na baadhi ya mito ambako tayari kupitia TEMESA tuna vifaa ambavyo vinatoa huduma, lakini sasa tumeamua tuende pia na kwenye bahari ambako sasa tutakwenda sasa kuangalia kwa ukubwa zaidi, kwa sababu huu wote sisi tunauita uchumi wa blue ama uchumi wa blue. Sasa tunataka tuangalie uchumi wa blue kwa mapana yake, tunufaike kwa mapana yake kwenye bahari, kwenye maziwa, kwenye mito na kwingineko. Kwa leo hakutakuwa na maneno mengi sana. Taarifa za kina juu ya hii miradi mnayoifanya na nini tutazitoa kesho Shinyanga kwenye mkutano wa msemaji mkuu wa serikali. Tutakuwa na waandishi wa habari huko. Mimi ningeomba sasa hivi twende tukawaoneshe waandishi wa habari, na ukiwaonesha waandishi wa habari umeonesha Watanzania. Tuwaoneshe Watanzania kwa vitendo kazi inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutatua changamoto za usafiri ziwani. Pia tuna kivuko kingine kipya kinakwenda kuongeza spidi ya uvushaji kwenye eneo la Kisoria Rugezi Ukerewe, kutokea Bunda kwenda Ukerewe. Kivuko hichi pale tuna kivuko ambacho kinaweza kubeba watu 330 na magari 10 hivyo, lakini tunakwenda kujenga kivuko sasa kwa sababu ilipelekea watu wakao wanalala kutokana na kivuko kile kuzidiwa. Kwa hiyo serikali yetu awamu ya 6 kiko 92% pia kinaitwa MV Ukerewe. Kwa hiyo kitakuwa na uwezo wa kubeba magari 22, tani 170 pamoja na abiria 800 kwa wakati mmoja.